المشيئة الخلقية. اسم وفانزا مقتضى العلم والكتابة. ثم الدرجة الثانية كيش درجة يبيل قدري وهي الإيمان. درجة هي نكواميني بمشيئة الله العامة الشاملة لكل الأشياء وكل المرادات التي يشاؤها سبحانه وتعالى. نكواميني ومتاكوا يا الله تبارك وتعالى matakwa ambayo al-amma yenye kukusanya kutaka kwa Allah tabaraka wa taala ambako kuna kusanya ashamila tena kutaka ambako kunaenea likulli al-ashya. Utakaji wa Allah ambao unakusanya kila kitu wenye kuenea katika kila kitu wa kulli al-muradat na katika kila lile linalokusudiwa allati yashauha subhanahu wa ta'ala ambako anakutaka Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa kila kile kilichopo, kila kile kitakachokuwepo na kila kile ambacho anakikusudia mtu na anakifanya na kila alichokusudia alafu hakukifanya, haya yote yapo tahta mashiatillah, chini ya utakaji wa Allah tabaraka wa ta'ala. Wal imanu biqudratihi, inatakiwa pia mtu aamini uwezo wake allati yakhluq biha kull al-ashya, uwezo wake Allah tabaraka wa ta'ala ambao uwezo huo ameumba vitu vyote. Mpaka hapa kwa maelezo haya ya al-allama Sheikh Rabi' ana maana kwamba amekwisha kusanya sehemu zote nne za qadari. Hapa anaposema darajatu thania akasema al-imanu bil mashi'a, kuamini utakaji wa Allah. Chini yake akasema wal imanu bi qudratihi allati yakhluqu biha, na kuamini uwezo wake ambao kwa uwezo huo anaumba. Atakuwa amekusanya katika vipengele hivi viwili utakaji wake pamoja na uumbaji. Kwa sehemu hizi mbili itakuwa amegusa sehemu zote nne za qadari. Tumesema sehemu ya kwanza ilmullah, kisha kitaba, ambapo hivi viwili amevikusanya katika daraja ya kwanza. Sehemu ya tatu na nne ni mashiatullahi thumma khalquhu, ambapo vyote hivi amevikusanya katika sehemu adarajatu athaniya. Sisi tunaenda pamoja hapo, tuelewana vizuri? Kwa hiyo makadirio ya Allah tabaraka wa taala yamekusanya sehemu ngapi? Sehemu nne. Elimu yake Allah ambayo inajua kila kilichopo, alafu ameandika Allah kila kile kitakachotokea katika mgongo wake, alafu ametaka Allah kila kile kinachotokea katika mgongo wake, na mbinguni ametaka Allah tabaraka wa taala. Halafu pia kabla kutokea kwake Allah jalla wa ala amekwisha kukiumba hicho. Elewana vizuri? Akasema wal imanu bi qudratihi, pia yatakikana mtu amini uwezo wake Allah jalla wa ala allati, uwezo ambao yakhluqu biha, anaumba kwa uwezo huo kullal ashya, ameumba vitu vyote kwa uwezo huo. Fama min maadumi, hakuna kitu ambacho hakipo, au maujudin, au kile ambacho kipo, sabiqan, kwa vile vilivyotangulia, au lahiqan, au vile vijavyo, saghiran, vidogo vidogo, au kabiran, au vikubwa vikubwa, qaulan, vinapotokana na maneno, au fi'lan, au ni matendo, harakatan, vinapopatikana kwa mtikisiko, au sukunan, au vipatikanavyo kwa utulivu. La tahsulu, vyote hivi havipatikani illa bimashiatillahi tabaraka wa taala, illa kwa kutaka kwake
Allah tabaraka wa taala. Wazi wala tujadu, wala viwezi vikapatikana vitu hivyo illa bi khalqi llahi wa ijadihi, isipokuwa kwa kuumba kwake Allah na kuvipatisha, kuvileta hivyo vitu vikapatikana. Iyaha, upatikanaji wake vitu hivyo vinapatikana bimashiatihi wa qudratihi, kwa matakwa ya Allah na uwezo wake, allati la yu'jizuha shay, uwezo ambao haushindwi na jambo lolote. Ikhtisaran, Allah amekusanya maneno haya kwa kusema wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah amekuumbeni nyinyi na vile mnavyovifanya nyinyi, kana kwamba hii ni taajib kwa wale watu wanaosema kwamba jamani, Allah sikaniumba mimi, mnapolazimisha kuumbwa basi kaniumba mimi, mtasemaje gari ambayo nimelitengeneza mimi pia kiumbe cha Allah? Jawabu lake wallahu khalaqakum wama ta'malun, amekuumbeni nyinyi na vile mnavyovifanya nyinyi. Umeelewana vizuri? Kwa maana pamoja na haya yote, arsala Allahu ar-rusula, Allah tabaraka wa taala akawatuma mitume, wa anzala al-kutuba, akateremsha vitabu, yukallifu al-ibad, akawaamrisha waja wake biawamiri wa nawahi, kwa kuwapa maamrisho na makatazo, wa aqaidi wa ibadati, akawalazimisha nyoyo zao pia ziwe zina mitizamo ile aliyoridhia yeye, itikadi ambayo ameridhia yeye, na viwili vyao vitekeleze ibada ambayo imetaka yeye Allah. Wa mashakala dhalik, na yale yote yanayoambatana na hivi vilivyotajwa. Anakusudia nini hapa Sheikh Rabi' hafidhahullah? Anakusudia hivi, si tayari Allah shaumba, si tayari Allah shataka, si tayari Allah anajua, si tayari amekwisha kuandika. Sasa kama ni hivyo, kwa nini watu wasikae tu uangalie vile kadari zao? Kuna haja gani ya kuwatuma mitume? Si tayari kadari ipo. Kuna haja gani ya kuleta vitabu? Tayari kadari ipo. Tuelewana? Naam. Fahamu kwamba hicho kitabu kilicholetwa pia ni sehemu ya kadari. Hawa mitume waliotumwa nao ni kadari, wameletwa ili waje kutimiza kadari tayari ambayo Allah shaikadiria, ya kuja kukwambia wewe kuwa Muislamu, fanya mema, swali, funga. Haya wanaokuja kukwambia ni kadari, na yale utakayoyafanya ni kadari, na yale utakayoyakataa ni kadari. Asitokee mtu akasema mimi acheni tu bwana, kama huyo Allah angetaka mimi kuniongoa, singeniongoa tu. Nyinyi mnakuja kupata tabu gani? Hizi tabu tunazopata kwa ajili ya kukufikishia nayo ni kadari. Sawa jamani? Umeelewa vizuri? Wewe kuja hapa darasani ukasikiliza haya maneno leo ni kadari. Wazi. Ama yule ambaye anatoa istidlali ya kadari kwa ajili ya kurudi nyuma kwenye taa, huyu mtu anaikusudia shari nafsi yake, kwa sababu yanapokuja mambo ambayo yeye kwa mtazamo wake dhahiri anaona ni mazuri kwake, mbona hata yakasema ni kama haya Allah amenikadiria yatakuja tusikadari bwana, angekaa hapo hapo ajue. Lakini akiona wale anawapenda ananyanyuka na hapa. Sasa mbona huko kadari unapata na kule kadari unakaa? Kwa nini? Wazi ya ikhwan. Falmuti'u, basi yule ambaye atafanya taa, yuti'u bikhtiyarihi, atatii kwa khiari yake yeye mwenyewe, wa iradatihi, na kwa kutaka kwake yeye mwenyewe. Lakini ikhtiyari yake hiyo, kutaka kwake huko nako vyote ni kadari. Na ndio maana anaweza akaamua aende au asiende,
na kule kuamua, halafu akafanikisha kila alichokiamua, qadari. Laiti kama angesita akageuka akaenda kwingine, qadari pia. Wazi hapo. Sawa, hatoki mwanadamu kwenye qadari ya Allah tabaraka. Wadhalika la yunafi mashi'ati Allah, pamoja na kuwa mwanadamu ana khiari yake, ana kutaka kwake, uko kutaka kwake, hiyo khiari yake haipingani na kutaka kwa Allah na qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ataa, yule mwenye kufanya taa, wasalaka sabila rusuli alkiram, akapita njia ya mitume watukufu, fajazauhu aljanna, Allah amekadiria mwenye kufanya hivyo malipo yake ni pepo. Wa man asa rusul, ambaye atakuwa amewapinga mitume, wakadhabahum, akawakataa mitume, wa khalafahum, alafu akakhalifiana nao, husiba ala dhalika, hatahesabiwa kwa matendo hayo, wajuza ala miqdari inhirafihi, na atalipwa kulingana na kule kupondoka kwake. In kana kufran, ikiwa kupondoka kwake kuna mhukumisha kuwa awe ni kafiri, fannaru khalidan mukhalladan fiha, huyu hukumu yake atakwenda kwenye moto, yani muda wako amekufa na ukafiri huo, atakwenda kwenye moto, ataingia motoni humo milele na milele. Kwa nini? Kwa sababu qadari ya Allah imekwisha tangulia kwamba mtu ambaye anakufa na ukafiri, huyo ni mtu wa motoni moja kwa moja. Ukafiri umemganda mpaka anafikiwa na mauti, na mpaka roho inamtoka bado ni kafiri, huyo anakwenda motoni moja kwa moja. Wakati wa upande wa pili, kadari hiyo hiyo imehukumu mtu ambaye amekufa hali ya kuwa bado Allah anamhukumu ni muumini, huyo akae motoni milele, hata kama amefanya kosa gani. Kadari ya Allah imemkadiria mtu ambaye amekufa hali ya kuwa anahesabiwa na yeye Allah ni muumini, akae motoni milele. Wala hata kama atakwenda kuunguzwa kwa baadhi ya madhambi aliyonayo kwa ajili ya kusafishwa na ule uchafu, lakini bado hata kama motoni milele. Wazi. Wa in kana min ashabil kaba'ir, huyu mtu ambaye hatakuwa amekufa hali ya kuwa ni mtu katika wale ambao wanafanya madhambi makubwa, yadkhulu tahta mashi'atillah, huyu ataingia katika kutaka kwa Allah. Insha'a afa anhu, Allah akitaka atamsamehe moja kwa moja kwa kumuingiza peponi moja kwa moja bila adhabu, bila adhabu, hata kama amefanya madhambi makubwa. Wa insha'a, na akitaka Allah, adhabahu, atamwadhibu kwa kadri yale madhambi alionayo, kisha baada hapo atamtoa, atamuingiza peponi. Na dalili ya kwamba inawezekana mtu akafanya madhambi makubwa halafu asiadhibiwe, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sahihi hadithi ya Abu Hurairah anasema, inna as'ada an-nasi bi shafaa'ati ahlul kaba'ir, hakika watu watukufu wabora katika uombezi wangu mimi ni watu wenye madhambi makubwa min ummati, katika watu wa umma wangu. Hawa pamoja na kuwa wamefanya madhambi makubwa maduna shirki, kinyume na ushirikina, watapata uombezi wa mtume na watatoka katika adhabu, hawataadhibiwa. Na kuna wengine wataingizwa kwenye adhabu halafu watadirikiwa na shafaa ya mtume, watatoka. Wazi ya kwa pamoja. Sasa hapa kinachotakiwa mtu afanye juhudi atakayoweza afe na Uislamu, lakini juhudi hiyo itakuwa pamoja na kuwa imetanguliwa na qadar, imetanguliwa na qadari ya Allah tabaraka wa taala. Ashahid, akasema Sheikh Rabi, jambo la ushahidi, anna al-imana bil qadari, kwamba kuamini makadirio ya Allah, khairihi wa sharrihi, kuamini khairi zote na shari zote zinatoka kwake, la yunafi al-qiyam wan nuhud bishara'i, hakupingi kuamini hivyo
kuitikadi hivyo hakupingi mtu kusimama na kujikokota katika kusimamia sheria, kufanya kwa mujibu wa sheria, kwa sababu mtume anasema i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, tendeni kwa sababu kila mtu atawepesishiwa lile ambalo ameumbiwa kwalo. Tendeni kwa sababu kila mtu atafanyiwa wepesi lile aliloumbiwa kwalo. Ikiwa ameumbiwa kheri, atawepesishiwa mambo ya kheri. Ikiwa ameumbiwa shari, atawepesishiwa mambo ya shari. Kwa pamoja Mosi, umeelewa? Kwa bado Harun, sikiliza. Wewe kabla kuja msikitini umetoka wapi? Usini kwako. Mlikuwa watu wangapi? Waislamu wangapi katika hao? Takriban wote ni Waislamu. Ulipotoka wewe baada ya kusikia adhana kuja msikitini, wale Waislamu wengine pia waliamka kuja msikitini? Kwa nini wewe umeamka kuja msikitini peke yako? Fakullu muyassarun lima khuliqa lahu, kila mmoja atawepesishiwa lile ambalo kaumbiwa kwalo. Ikiwa mtu ameumbwa asiguswe na moto kabisa, basi siku zote atakuwa ni mwepesi wa kukimbilia yale ambao atamwepusha asiguswe kabisa na moto. Kama mtu ameumbiwa atakwenda motoni milele, basi yeye atakuwa ni mwepesi wale mambo ambayo yatakuwa yanampelekea kwa motoni milele. Hadithi ni ndefu, naendelea. Hadithi ni hadithi ya Ali. Hadithi ya Ali bin Abi Talib ambayo imetajwa na Bukhari na Muslim katika sahihi zao. Sharabi ameleta kipengele na tutataja kuna kipengele kidogo amekiacha ambacho akitaja inshallah katika darasa hili. Anasema Sheikh Rabi hafidhahullah, wa qad sa'alahu ba'd an-nas, kwa hakika aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na baadhi ya masahaba, fima al-amalu al-yawm, kwa nini basi leo tutende? Afima, au kwa njia gani leo sisi tunatenda? Afima jaffat bihi al-aqlam, je, matendo yetu yanatokana na yale ambayo tayari yamekusha kuandikwa na kalamu zikao zimenyanyuliwa na karatasi zimekaushwa? Wajarat bihi al-maqadir, na kwa tunatenda kwa yale ambayo tayari makadirio yashayapitisha? Amil amru musta'anaf, au hili jambo bado linaanzishwa upya? Haya matendo yetu bado yanaanzishwa upya tena, yani Allah tabaraka wa taala kadri tunapoanza kutenda basi ndiyo kadari yake anaianzisha upya, sio ile tayari imekwisha kutangulia. Masahaba wanamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam swali kama hili, ambalo swali hili kana kwamba na wewe pia unatamani ulize swali kama hili. Hivi tunapotenda ni tayari yale yaliyokwisha kupita, au labda Allah ameumba kadari mpya tena ambayo inatengeneza ya matendo yetu mapya? Masahaba akamuuliza swali hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akajibu, bal fima fihi jaffatil aqlam wa jarat bihi al-maqadir, haya matendo yenu yote mnayoyatenda ni yale ambayo tayari kalamu zimekwisha kaushwa, haziandiki tena, na pia makadirio yamekwisha kupitishwa. Qala, akasema tena yule sahaba, fa fi mal amalu, Mtume basi kwa nini tutende? Kwa nini tuhangaike kwenye kutenda? Kumbe tayari kadari shakadiriwa, si kwa nini tuendelee tuhangaike kutenda tenda? Mimi kama nimeshakadiriwa ni mtu wa peponi, atapita tu mambo ya peponi. Wazi. Kwa nini tuhangaike kwenye kutenda? Qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, i'malu, tendeni enyi waja wa Allah, fa kullun, basi kila mmoja miongoni mwenu, muyassarun lima khuliqa lahu, atawepesishiwa kwa lile ambalo ameumbiwa kwalo. Akasema Sheikh Rabi, ambao maneno haya pia ni sehemu ya hadithi, fa ahlu saada
yuyassaruna li'amali ahli as-sa'ada, watu walioumbiwa utukufu na heshima na wema watawepesishiwa matendo ya watu wema, matendo ya watu watukufu, matendo ya watu wa peponi. Itakuwa kwao wakitajiwa matendo ya wema, wao wanashindana kwenye matendo hayo. wazi? Wa ahlu shaqawa, ama watu wa uovu, watu wa motoni, watu walioandikiwa kutenda uovu, yuyassaruna li'amali ahli shaqawa, wao watawepesishiwa kutenda matendo ya watu waovu. Akasema Sharabi, fa qawluhu, basi maneno, wa qawluhu, basi maneno ya mtume, na maneno ya mtume, i'malu, tendeni. Anasema shekhe, yani i'malu bi shara'i'illah, fanyieni kazi sheria za Allah, wa'malu bima ja'at bihi ar-rusul, fanyieni kazi yale ambayo yamekuja nayo mitume. Atii'u ar-rusula, watiini mitume, li anna Allah a'taka ikhtiyaran, kwa sababu Allah amekupa khiari. Na hapa khiari maana yake ni nini? Kukujulisha juu ya kheri na shari, halafu akakuacha kwambia hii ni kheri, hii ni shari. Wewe mwenyewe unaamua niende kwenye kheri au kwenye shari. Mimi naulizeni jamani, kwenye Ukristo au Mkristo, zina halali? Naam. Zina halali au haram? Haram. Hivi Mkristo anaenda kulipwa malipo mema kwa sababu hajazini? Hata leo Mkristo amejiepusha na ufisadi, wizi wa mali za umma, atakwenda kulipwa? Aende kulipwa. Asiwe Mkristo, asiwe Muislamu, mwanadamu ameumbwa kumkubali Mungu, na maumbile yake yameumbwa lililo zuri kuliendea, lililo baya kuliacha. Hata kama si Muislamu, sio kafiri, sio nani, ni binadamu tu kawaida. Sawa? Hivi jamani, kuonekana umetembea na binti wa watu, hili jambo moyo unakunjuka moja kwa moja, hata kama si Muislamu? Hakuna ndoa. Hili jambo kijamii, mtu anayelifanya moyo wake unakunjuka moja kwa moja, kwa kila mtu anapenda muone uko na binti wa watu. Hakuna ndoa. Kwa nini? Tayari Allah amekwisha kukadiria katika nyoyo za wanadamu hili ni baya. Sawa? Lakini kila mwenye kufanya hivyo ataenda kulipwa? Hatakwenda kulipwa, kwa sababu ulipaji unatarajia kuwa umeambatana na imani. Ndio hapo tukisema i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ikiwa hii ni itikadi, basi wewe utakuwa ni Muislamu. Hata kama hujasilimu, siku si nyingi utasilimu, kwa sababu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, kila mtu atawepesishiwa lile ambalo ameumbiwa kwalo. Tayeb, akasema Sheikh Rabi hafidhahullah, li anna Allah a'taka ikhtiyaran wa a'taka qudra, Allah amekupa khiari na Allah amekupa uwezo, wa a'taka aqlan, na pia Allah amekupa akili, tumayizu bihi baina alhaqqi walbatil, unapambanua baina ya haki na batil. Akili na hukumu kwamba hii ni haki, hii ni batil. Sheria inakuja kutia nguvu kile ambacho hata maumbile binadamu inakikubali kuwa hiki ni cha sawa, na inakubali kuwa hiki si cha sawa. Pia Allah amebainisha baina alhuda wadhalala, kati ya uongofu na upotevu, wa ta'at wal ma'siyah, amebainisha taa na maasiya. Wallahu yuhasibuka ala ma a'taka min hadhihi alalat, Allah tabaraka wa taala atakuhesabia kwa vile vyote alivyokupa katika vitendea kazi hivi. Atakuuliza kuhusiana na neema ya akili, atakuuliza kuhusiana na neema ya nguvu, atakuuliza kuhusiana na neema ya kipato,
kwa sababu hizi vyote amekupa ili utii wala usiasi. Wakati huo tayari amekwisha kukadiria wema na uovu. Halafu akakupa uwezo wa kupambanua wema huu na uovu huu, akakupa khiari ya kufata wema au kufata uovu. Akasema wa hadhihi aladawat, na vitendea kazi hivi, allati tamayyazat biha, tamayyazta biha, vitendea kazi ambavyo vimekupambanua wewe, umepambanuka wewe kwa vitendea kazi hivyo, anil hayawanat, ukawa wewe tofauti na wanyama, wal jamadat, ukawa wewe tofauti na vitu vigumu kama vile usiku, mchana, giza, mwanga. Hivi ni jamadat. Wa hiya manatul mas'uliyya, vitendea kazi hivi ndivyo vinavyokupelekea wewe uwe ni mwenye kuulizwa amama Allah tabaraka wa taala, mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wa alaiha, na vitendea kazi hivyo yataratabul jazaa, inaambatana ndani yake malipo, sawaun kana ikraman au ihana, sawa sawa malipo hayo ni kwa ajili ya kutukuzwa au kudhalilishwa mbele ya Allah jalla wa ala siku ya kiyama. Mwishoni mwa hadithi ambayo tumesoma hapo juu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimaliza kusema fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Hebu angalia vizuri haya. Wa amma man a'ta wattaqa, baada ya kueleza Mtume i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, tendeni waja wa Allah kwa sababu kila mmoja atawepesishiwa lile aliyoumbiwa. Mtume akasema amma ahlus saada falyassaruna bi'amali ahli saada wa amma ahlus shaqawa falyassaruna bi'amali ahli shaqawa. iqra'u in shi'tum, someni mkitaka. Fa amma man a'ta wattaqa, ama yule ambaye ametoa alafu akaambatanisha utoaji wake na uchamungu, wasaddaqa bil husna, akayakubali kwa wema yale yaliyokuwa mema yaliyokuja kwa mitume, kutoka kwa mitume wa Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, mwenye kufanya hivi basi huyu anajipa udhamini, mimi Allah nitamwepesishia yale yaliyokuwa mazuri. Kipimo hicho. Wa amma man bakhila wastaghna, ama yule aliyofanya ubakhili hapa akajitosheleza, akajiona yeye ndo yeye, hakuna jingine lolote. Wakadhaba bil husna, akayakataa yale mazuri yaliyoletewa na mitume wa Allah, fasanuyassiruhu lil usra. Mtu wa mtindo huu amejidhamini uwepesishiwa yale yaliyokuwa mabaya. Tuelewana? Tayeb. Kwa hivyo wewe jipime mwenyewe, upo katika hali gani? Basi Allah tabaraka wa taala amejalia hali hizi mbili ndio kipimo cha kuepesishiwa mema au maovu. Tutamaliza hapa kweli? Tatu tayari. Tuishie hapa. Naam. Kipande hicho kinahitaji tukamilishe hapa kwa hivyo baki. Naomba tupaache hapa ili tusije tukamilishe darasa lingine. Tambihi kabla ya kuwapa nafasi ya maswali. Aliuliza Omar kwa darasa lililopita, naona leo yupo. Aliuliza swali moja lenye sehemu mbili. Aliuliza hivi: vigawanyiko vya watu katika kadari, vigawanyiko vya Uislamu katika kadari, Waislamu wamegawanyika mafungu mangapi katika kadari? Alafu ni nani kiongozi wa kadari? Jawabu: Waislamu wamegawanyika mafungu matatu katika kadari. Waislamu wamegawanyika mafungu matatu katika kadari. Fungu la kwanza ni qadariya, sio al-qadiriya, qadariya. Qadariya hawa mwenendo wao ni kupinga kadari kabisa. Wanasema hakuna kadari, kila mmoja anafanya anavyotaka, na wala hakuna haja kumwadhibu mtu, kwa sababu ikiwa kama mtu
mnasema ni kadari. Kwa nini sasa mnamwadhibu? Sawa? Hili kundi la kwanza. Kundi la pili wanaitwa Jabaria. Jabaria hao wanasema al-insanu mujbar. Al-insanu mujbar. Mwanadamu ni mwenye kutozwa nguvu. Yeye hana ikhtiyari kwenye mambo yake yote. Kila anachokifanya tayari kadari shamtangulia. Kwa hivyo ikiwa kama kadari tayari shamtangulia, kwa nini sasa mnataka kumsema, mumwadhibu, mumnyongeshe? Kwa nini? Hawa ni nani? Jabaria. Wanasema al-insanu mujbara. Mwanadamu anasongwa tu, anakokotwa tu, hana khiari. Hawa walikuwa na wajibu wale wa mwanzo kadari. Wanaopinga kadari. Wazi na kundi la tatu ni Ahlus Sunna wal Jamaa, ambao wamesimama kati ya Qadaria na Jabaria. Ahlus Sunna wal Jamaa wanakubali kadari, halafu wanakubali ikhtiyari. Kukubali kadari wanashindana na Qadaria. Kukubali ikhtiyari wanashindana na Jabaria. Kwa sababu Qadaria wamepinga moja kwa moja kadari, hakuna kadari. Jabaria wamekubali kadari, wakamfanya mwanadamu ni makuduru moja kwa moja, anasongwa tu, ana khiari. Sasa Ahlus Sunna wakasimama katikati, wakavuta Qadaria waje hapa na Jabaria pia waje hapa. Wazi Naam. Ni nani kiongozi wa Qadaria? Ni mtu ambaye anaitwa Ma'badu ibn Khalid al-Juhani. Ma'badu ibn Khalid. Ma'badu mim ain ba dal, mim ain ba dal, ibn Khalid al-Juhani. Wanawazuoni wamehitilafiana kati ya usahaba wake au tabi'i wake. Sahih kabisa tuelewana. Wamehitilafiana juu ya kuwa kwake ni sahaba na kuwa kwake tabi'i, na kauli iliyokuwa karibu na sahihi ni kwamba Ma'bad al-Juhani ni tabi'i, ameishi zama za masahaba lakini hakuwahi kumdiriki Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na wanasema na hadithi moja ambayo ameifanyia irsal, amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa hajamuona Mtume alayhi salatu wasallam. Tumeelewana vizuri? Na hili ni tambii kutoka swali ambalo limeulizwa katika darasa lililopita. Naam. Yu'minuna bil qadari wal ikhtiyar. Kama mwanadamu amekadiriwa na Allah, pamoja na kuwa yeye mwenyewe pia ana matakwa yake, anakutaka kwake. Wazi lakini kutaka kwake kunaambatana na kule kutaka kwa Allah tabaraka. Naam. Aywa Jabaria. Naam. Miongoni mwa tafsiri nzuri kabisa za aya hiyo, yudhillu Allahu man yasha yahdi yudhillu Allahu man yasha. Maana yake yudhillu Allahu man yasha adh-dhalal wa yahdi man yasha wa yahdi Allahu man yasha al-hidayah. Allah huwa anampoteza mwenye kutaka, Allah anampoteza mwenye kutaka upotevu, na huwa anamuongoza mwenye kutaka uongofu. Kwa hiyo ithbatu al-irada ma'a sabqi al-qadar, kuthibitisha kutaka kwa mja baina uongofu na upotevu, pamoja na kuwa kadari tayari imekwisha kumtangulia. Baba hapo ipo sema
inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Naam. 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 Vizuri. Liko hivi, kadari ya Allah toka ameumba mbingu na ardhi na vilivyomo, amekadiria katika vile alivyoviumba kuna pepo na moto. Pepo amekadiria kuna waja wake wa peponi na amekadiria kuna waja wa motoni. Halafu akajalia sababu za peponi na sababu za motoni. Halafu akakadiria kuna waja watakuwa matendo yao hayawahukumu peponi moja kwa moja au motoni moja kwa moja. Hao hapo baina. Hawatakuwa peponi moja kwa moja na wala hawataenda motoni moja kwa moja. Wataanzia motoni halafu wataingia peponi katika kadari ya Allah tokea siku aliyoumba wanadamu. Sasa basi, mja amehukumiwa na kadaru shar'i kwamba akifanya matendo mema hii ni sababu ya kuingia peponi, akifanya matendo mabaya hii ni sababu ya kuingia motoni. Akichanganya mema na maovu atakaa kwenye utakaji wa Allah, baina ya kumuingiza peponi moja kwa moja na baina ya kumuingiza motoni moja kwa moja, kwa sababu amefanya mambo ambayo kadari ya Allah ishatangulia ni ya peponi na kadari ya Allah ishatangulia ni ya motoni. Sasa tumpeleke wapi? Allah akajimilikisha mtu huyu. Hukumu yake ni kutaka kwake yeye mwenye Allah. Akitaka atampeleka peponi moja kwa moja, akitaka atampeleka motoni akaunguzwe kutokana na yale makosa, halafu kisha mtoa anampeleka peponi. Huyu ni sehemu ya watu wa peponi. Kiasili huyu ni sehemu ya watu wa peponi. Lakini bahati mbaya hakuwa na ile pepo iliyokuwa takatifu moja kwa moja. Kwa ataingizwa motoni, halafu kisha ataingizwa peponi. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatubashiria kitu ambacho kinaitwa naharul haya, mto wa uhai, ambao huu upo sehemu ya nje ya motoni. Wale wanaoingia motoni wataambiwa watoke huko wapitie kwenye naharul haya, wapitie kwenye mto wa uhai, waende wakaoge kwenye mto huo. Baada ya kuoga, sababu atakuwa ameungua, skrepa ya mwili itakuwa inaota nyama kupitia katika naharul haya, mto wa uhai. Anatoka hapo mja ametakasika, yuko msafi, anaingia peponi, kwa sababu Allah hakujalia peponi waingie watu wenye upungufu kiasi. Watapata uhai wao kwenye mto wa uhai, halafu wataingia peponi. Hapa kanuni inotakiwa ni aliyozungumza Imam Ahmad. Usiseme lima wala kaifa. Lima lillahi, kaifa al-kaif majhul. Sawa? Naam. Naam. Kama huko kwetu, kwa maana mtu amefanya dhambi ambayo hukumu yake ni haddi, alafu akusimamishiwa haddi, je, huyu ataenda kuadhibiwa mbele ya Allah? Na jawabu ni kwamba hakika haddi ni kafara yule mtu aliyosimamishiwa haddi. Haddi, mzinifu kupigwa mawe aliyoko ndani ya ndoa, kupigwa mawe mpaka akafa. Mzinifu asiye kuwepo ndani ya ndoa kupigwa bakora 100. Hii ni kafara ya ile dhambi. Tayeb, Muislamu mwenye kutaka rahma ya Allah Mola wake, huyu anakimbilia kusimamishiwa haddi ili asiende kuadhibiwa kwa kusalili. Lakini maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Khabbab ibn al-Arat, anasema waman asaba, ndani ya sahihaini, waman asaba min dhalika shay'an fasatarahu Allah fahuwa ila Allah in sha'a 'adhabahu wa in sha'a ghafara lahu.
Kabla hapo akasema wa manasaba min dhalika shay'an, mwenye kufanya katika makosa hayo kitu chochote, fa'uqiba bihi fahuwa kafaratun lahu, akawa ameadhibiwa kwa kosa hilo, basi hiyo huko kuadhibiwa ndio kitakaso chake cha dhambi hiyo. Wa man asaba min dhalika shay'an, na mwenye kufanya moja katika hayo, fasatarahu Allahu, Allah akawa amemstiri, fahuwa ila Allah, huyo atakuwa mbele ya Allah. Insha'a azabahu, Allah kitaka tamwadhibu, wa insha'a ghafara lahu, Allah kitaka tamsamehe. Hapa pana tambii moja, ole wao wale ambao wamefanya makosa alafu wakaenda kujisimulia. Wamefanya makosa, wapo kwenye stara ya Allah, alafu kesho wakaenda kuwasimulia watu, jana usiku bwana yule bibia yule alikuwa anarukaruka kanasa jana kwenye mtego. Hawa ole wao, kwa sababu mtume anasema kullu ummati muafa illa almujahirin, umma wangu wote utasamehewa ila wale wenye kudhihirisha madhambi. Na angalia pana hikma latifa jiddan katika nukta hiyo. Kwa nini hawa ambao unawasimulia, hawa wana makosa yao wamefanya, na bahati mbaya watu wanayajua, unaenda kwenye hesabu wanaadhibiwa hawa kwa makosa yale waliyofanya, alafu wewe unaonekana unaachwa. Kwa nini? Wakati wao wanajua pia wewe pia ulifanya makosa hayo. Basi hapa lazima uadhibiwe, lakini ulifanya kimya. Wewe unajua wenzako walifanya, wanaadhibiwa, wewe ulifanya kimya baina yako na wao, baina yako wewe na Mola wako. Hapa Mwenyezi Mungu anapitisha, kwa sababu hakuna ushahidi, hakuna kulalamika. Allah, mbona tulifanya naye yule? Haujafanya toba wala ukuadhibiwa, lakini dhambi yako inastiriwa kwa sababu ulijisitiri wewe mwenyewe. Hakuna mtu akusimamishia hoja, huyu pia nilifanya naye, hakuna. Tunaona vizuri siri iliyojificha. Naam, kama kuna swali nyingine. Qadaria, kiongozi wa Qadaria. Jabaria ni watoto wa Qadaria, ni watoto ambao wamezaliwa kwenye Qadaria hiyo hiyo. Sawa? Naam. Kama kuna swali lingine. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم. Abu Muhammad, neno hadithi za mtume linatokaje? La, hadithi za mtume zilizokuja kwenye mlango wa qadar. Hatukusema tu hadithi na hadithi zilizokuja katika mlango wa qadar, tukasema hadithi za mtume. Takhsisi inatokana na nini? Kwa nini tumefanya takhsis katika tafsiri? Alif wal lam ya akhi yufidu taarif. Haina al alif wal lam yufidu taarif. Kwa ni hadithi maalum hapa zinazokusudiwa. Sawa? Ukija kwa mustashriqun wanachezea lafzi kama hivi, alafu anakuambia hapa malengo ni hadithi za Bani Umayya, ndio maana ameleta kwa nakara ili ziingie hadithi zote. Kwa mwandishi anakusudia hadithi gani? Za Bani Umayya, kwa ajili ya kutetea utawala wa Bani Umayya, sio hadithi za mtume. Sawa? Wakati lafzi imekuja kwa alif na lam ambayo inafidisha khusus taarif. Naam. Qala al-allamatu Rabi' ibn Hadi, yani fil qadari, hadithi zilizokuja kwenye mlango huo, yani inakusudiwa hadithi zilizokuja kwenye mlango wa qadari. Min al-ahadithi allati dhakarnaha, miongoni mwa hadithi za mtume ambazo tumezitaja, mithlu hadithi Jibril, mfano hadithi ya Jibrili. Aidan an tu'mina bil qadari
khairihi wa sharrihi. Hadithi ya Jibrili vile vile imekuja na maneno na uamini. Muumini unatakiwa pia uamini qadari ya Allah, khairi yake na shari yake. Hii ni hadithi miongoni mwa hadithi ambazo zimekuja kuelezea qadari. Wazi akasema Sheikh Rabi, yani an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Anakusudia hapo mtume uamini qadari ya Allah, ile khairi inayokuja na shari inayokuja zote zimekadiriwa na Allah jalla wa ala. Akasema hadha, ama hadithi hii fi taqdid al-aam. Hadithi hii inakusudiwa qadari ya jumla, qadari kwa ujumla wake wa kila kitu. Hadithi hii inakusudia ujumla wa qadari katika pande zake zote. Alladhi marji'uhu, qadari ambayo inarejeshwa rejeo yake ilmu Allahi shamilu as-sabiqu, inarejeshwa kwenye elimu ya Allah ambayo inakuwa imeenea, iliyotangulia. Na vizuri, qadari ya jumla ambayo toka dunia imeumbwa mpaka itaondoka. Qadari ya Allah ambayo imetangulia kabla ya kuwepo kitu chochote mpaka kitakapoishia kitu cha mwisho. Ndio hii imetajwa kwenye hadithi hii, al-qadaru khairu wa sharru. Kwa sababu hizi qadari jamani zinagawanyika sehemu nyingi tofauti tofauti kulingana na tukio na mazingira na hali. Sawa? Sasa qadari iliyotajwa kwenye hadithi hii ni qadari ya kuanzia toka akikuwepo kitu, akiwepo Allah peke yake mpaka siku ya mwisho, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Walaona kila kilichomo. Qadari hii au hadithi hii inazungumzia makadirio yote yaliyotajwa. Sawa jamani? Takuja kuwa wazi katika sehemu zinazotajwa baada ya hii. Akasema wa marji'uhu, pia qadari hii pia marejeo yake ma katabahu Allahu tabaraka wa ta'ala, marejeo yake ni katika yale aliyoandika Allah jalla wa ala fil lawhil mahfuz, katika ubao uliohifadhi. Pia unaweza kusema qadari hii ndio ile ambayo Allah alitamkia kwa kusema awwalu ma khalaqa Allahu al-qalama thumma qala lahu uktub, faqala madha aktub, qala uktub maqadira kulli shay. Qadari hii, hadithi hii pia inazungumzia qadaru aam ash-shamil, qadari ya jumla yenye kuenea kila kilichopo asiyekuwa Allah peke yake. Wazi Tayeb. Akasema wa hadithu ibn Mas'ud, na miongoni mwa hadithi zilizokuja kwenye mlango wa qadari ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud. Hadithi hii iliyopita ni hadithi ya nani? Hadithi ya Umar ambayo imetajwa na nani? Imam Muslim. Sawa? Hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud imetajwa na Imam Bukhari na Muslim, ambayo hadithi hii inazungumzia fi taqdiri al-umri, inazungumzia makadirio ya Allah katika umri wa mwanadamu tokea tone la manii linapotonwa mpaka siku anayekufa. Tokea tone la manii linapotonwa na baba yake na mama yake mpaka siku ile anaondoka duniani. Qadari hii imetajwa na hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud. Kwa hiyo qadari inaitwa nini? Al-qadaru al-umri, qadari ya kiumri. Qadari hii inazungumzia umri wa mwanadamu tokea siku ambayo baba yake na mama yake wanaanza kufanya juhudi mpaka siku anayokufa duniani. Qadari inaishia hapo. Wazi Naam. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabla yake Sheikh Rabi hafidhahullah anasema umral insani, umri wa mwanadamu, fi hadithi ibn Mas'ud, uliotajwa katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu, hakika mmoja wenu linakusanywa umbile lake fi batni ummihi, katika tumbo la mama yake 40 yawman nutfa, siku 40 inakuwa ni tone la manii lililotoka siku 40.
thumma yakunu alaqatan, kisha tone lile baada ya siku 40 inakuwa ni pande la damu. Mithla dhalika, pande la damu hili pia linakaa siku 40 mfano wa hizo 40 za mwanzo. Thumma yakunu mudghatan, baada ya 40 hizi za pili inapokuwa imetimiza tone la manii siku 80, miezi 2 na siku 20, ili inakuwa ni pande la nyama. Na pande hili la nyama linakuwa mithla dhalika, mfano wa siku 40 kama hizo. Siku 120 inakuwa ni pande la nyama. Zikipita hizo siku 120, miezi 4, sawa? Shirabia panasema yani 40 zinakuwa ni 40 mara 3. Mtume akasema thumma yursalu ilayhi almalaku, kisha anatumwa katika tumbo lile la mama, anatumwa malaika katika kile kijanini kilichopo tumboni baada ya siku hizi 40 za tatu, ambapo baada ya hapo kinachofuata nini? Ni kutengenezwa mifupa, ambapo Allah tabaraka wa taala mifupa hii hakueleza kwamba labda inachukuliwa kutokana na nyama, sawa? Anasema kisha inakuwa tu mifupa. Kutokana na nyama inatokea mifupa ile inajiingiza kwenye zile nyama, alafu akasema fakasauna al-izma lahma, ile mifupa ile tunaivesha nyama ambayo inakuwa katika umbile la mwanadamu, lile scraper lile. Wanajifanya binadamu hawasomi mwili wa mwanadamu mpaka wachole scraper. Limetoka wapi na? Ile scraper nao limetoka wapi? Limetokana na nyama. Allah kaamrisha tu kwenye zile nyama za siku 120 itokee mifupa ikiwa na umbile kamili. Sawa? Naam. Wanazuoni wa tafsiri wanasema katika tendo la baba na mama baada ya siku hizi 40 za tatu, na baada ya kuwa tayari limekwisha kutokea lile fuvu, lile scraper, tayari mwanadamu ashatokea, wanasema tendo la baba na mama linachangia kutia nuru kwenye macho pamoja na kuotesha kucha. Sawa jamani? Naam. Baba na mama wanapokutana, zile mbegu zile zina kazi ya kutengeneza nuru kwenye macho pamoja na kuotesha kucha na vitu laini kama mfano hivi. Kwa bado mania baba na mama anakuwa na kazi muda huu. Sawa? Madokta msemaji, kanza ya Kiislamu unasemaje? Inabidi mchukue tu. Sio lazima mgundue leo. Baada ya miaka 5-6 ijayo mtagundua mtu akubali. Naam. Anasema thumma yursalu ilayhi almalak. Tayari sasa umbile limekwisha kukamilika, kisha huwa anatumwa malaika, fayu'maru bi 4 kalimat. Malaika yule anakuwa anaamrishwa aje amfanyie maneno 4 yule kiumbe aliyoko tumboni. La kwanza bikatibi rizqihi, amwandikie riziki yake. Hiyo ndio takdiru sanad, takdiru al-umri, makadirio ya umri. Amwandikie riziki yake toka anapotoka tumboni mpaka anapokufa. Wa ajalihi, na majanga yake au na umauti wake, hatakufa kwa tukio gani na sehemu gani. Wa amalihi, jambo la tatu, amwandikie matendo yake atakayokuja kuyatenda hapa duniani, tokea siku anatoka mpaka siku atakayokufa. Wa shaqiyun au sa'idun, na jambo la 4 amwandikie kwamba atakuwa ni mwema au muovu. Sawa jamani? Naam. Malaika huyu anajulikana na mama peke yake. Hata huyu mama mwenyewe aliyobeba mimba haisi kwamba kuna malaika anakuja kufanya kazi fulani. Haisi. Hata kama utachukua microscope kupima, uwezo kumuona malaika huyo wala kazi zake anazofanya. Je, kutokumuona maana yake ni kwamba hayupo? Kwa sababu sisi tunathibitisha vile ambavyo tunaviona kwa macho. Sasa huyo haonekani, vipi tutasema yupo? Alladhina yu'minuna bil ghaib.
wale ambao wanaamini yale yasiyoonekana. Muda kwa ameeleza na Allah na ameeleza na mtume yake wapi na madokta nyinyi na kazi moja. Inabidi mnapowatibwa kina mama. Sawa? Na juzi nyinyi kuwatibwa kina mama. Kwa dharura. Sahihi. Almuhimu, yani madaktari hata kama ni wakike wanapotibu wanawake kwenye wakati kama huu, wanatakiwa wapandikize mtazamo huu, kwa sababu mtazamo huu upo na Qur'ani na Sunna. Yale maneno yote mnayopandikiza hayana ithbati ya Qur'ani wala Sunna. Bwana, unajua inatakiwa ukae hivi, ukitoka ni tajriba tu za kibinadamu ambazo inawezekana zikawa sawa na zinawezekana zikawa sio sawa. Yawezekana zikafanya tatwabu na huyu mama unamuelekeza, na inawezekana mama huyu afanani na wewe maelekezo unaomba. Sawa? Lakini hana uthibitisho, sababu amesemwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unamwambia kwamba miezi minne ya kwanza kwa damu, kwa kwenye damu hii taratibu za kidaktari fanya hivi na hivi. Miezi minne ya pili inakuwa miezi minne ya kwanza sala mani, miezi minne ya pili damu, miezi minne ya tatu siku 40 za tatu inakuwa pande la nyama, inabidi kufanya hivi na hivi na hivi. Na dua pia mnawafundisha au kwa sababu wao wanaombea hao watoto watoke salama, watoto wema. Tunaona vizuri. Dua inaondosha kadari. Mlango una nidhamu kubwa sana. Lakini uhakika dua inaondosha kadari, kwa sababu dua yenyewe pia inaonekana. Kwa ni kadari inaondosha kadari. Alikadiria Allah ukiomba dua fulani kwa kadari ya kuomba ile dua itakuwa jambo fulani. Usipoomba basi ile jambo halipo. Wazi? Na akasema Mtume thumma yursalu ilayhi almalaku, soma hapo, fahadha yusamma bitaqdiri alumri. Kadari hii inaitwa ni kadari ya umri wa mwanadamu, tokea siku ile tone linapotonwa mpaka siku ile ambayo anakufa anaondoka duniani. Kadari hii inakuwa imekwisha. Inarudi kwenye kadari gani? Al-qadarul 'am ash-shamil. Inarudi tena kwenye kadari ile ya jumla yenye kukusanya. Hunaka takdiru sanawi, pia kuna makadirio ya mwaka, yani lailatul qadri. Anakusudia usiku wa cheo, usiku wa lailatul qadri. Hapa panakadiriwa mambo ya mwaka mzima, pamoja na yale yaliyokadiriwa kwenye umri yanapitishwa mwaka huu kwenye usiku wa lailatul qadri. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala anasema, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundhirin. Hakika sisi tumeiteremsha hii Qur'ani katika usiku wenye baraka, hakika sisi ni waonyaji. Akasema Allah, fiha, ndani ya usiku huu ambao Qur'ani inateremka, yufraqu, inapambanuliwa, kullu amrin hakimin, kila jambo lililohukumiwa katika mwaka ule linapambanuliwa katika usiku huu. Lililokadiriwa katika mwaka ule litatokea, utekelezaji wake, ufafanuzi wake unapambanuliwa ndani ya usiku wa Lailatul Qadr. Hapa pana tambii moja muhimu sana, au tambii mbili. Tambii ya kwanza ni ya kiakida. Sawa? Allah tabaraka wa taala ameiteremsha Qur'ani, hakuyumba Qur'ani. Kaiteremsha Qur'ani katika usiku wa Lailatul Qadr. Hii ni tambii ya kwanza. Tambii ya pili, masufi wao wana siku yao wanaita siku ya qismatur rizq. Siku ya nini? Qismatur rizq, ambayo inakuwa ni siku gani? Shaabani, mwezi 15, tarehe 15 mwezi wa Shaabani. Aya hii ya tatu ya suratu ad-Dukhan, kaangalie kwenye tafsiri ya Farsi, ameelezea bid'a hii ya qismatur rizq, ameelezea bid'a hii ya qismatur rizq na kuwakosoa wale wenye kuifanya bid'a hii, na kuelezea aya hii inasema ugawanyaji wa mwaka mzima
ni mwezi ni usiku wa Lailatul Qadri ambao kauli nyingi za wanawazuoni wanasema ni mwezi 27 Ramadhani. Ama hadithi za mtume zimeacha kwenye 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani ndio kuna Lailatul Qadr. Kwa hiyo makadirio ya riziki ya mwaka yanakuwa usiku wa Lailatul Qadr ambao unapatikana kwenye siku 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhani na wala sio mwezi 15 Shaaban. Sawa? Hii ni tabia pia. Kwa wale wanaofanya hivyo wamekwenda patupu. Kuacha usingizi wao nyumbani kwa kukesha misikitini, vile visomo vinavyosomwa kwa kusema kwamba ni usiku wa kismatul rizq. Haupo. Usiku wa kugawanywa mambo ya mwaka mzima ni usiku wa Lailatul Qadr. Tayeb. Fayuktabu fiha au fayaktubu fiha Allahu, anaandika Allah tabaraka wa taala ndani ya usiku huo maqadira ma yajri ala al-ibad, makadirio ya yale yatakayotokea kwa waja min a'mali salihatin, katika matendo mema, wa sayyiatin, na matendo mabaya, wa masaibi, na mambo ya majanga, wa mashaka na dhalik, na yale yanofanana na hayo katika riziki za waja. Hadha yusamma taqdiru as-sanawi, hii inaitwa ni makadirio ya mwaka alladhi yuqaddiruhu Allah, ambayo anayakadiria Allah fi hadhihi al-layla, katika usiku huu. Badali ya ngapi hiyo? Ya tatu. Naam. Mashaka. Wa ma shakala dhalik, na yale yanayofanana na haya, thumma hunaka taqdiru yawmi, kisha makadirio ya siku, wa huwa ma yaf'aluhu al-ibad, na haya ni yale ambayo wanayafanya waja kila siku. Wa yaktubuhu alayhimul malaika, na malaika wana kazi ya kuandikia waja kila siku yale wanayotenda. Sawa? Na yatanawabuna fikum malaikatu fil layli wa malaikatu fil nahar, wanapokezana kila siku ni nyinyi malaika. Kuna malaika wa mchana na malaika wa usiku. Sawa? Hawa wanapokezana, wanashirikiana, anapotoka mmoja anaondoka na yale aliyo ya kusanya kwako, anakuja mwingine wa pili anaanza kurekodi yale ambayo unayatenda. Tuelewana vizuri? Haya pia ni katika makadirio. Yauman, wanapokezana siku moja baada ya siku moja. Qala, akasema al-Imam Ahmad rahimahullah, wal iman biha, yatakiwa kuamini hadithi hizi zote zilizokuja kwenye mlango huu wa qadari, ay min nusus, sawa'un kana nususul Qur'ani au nususu an-nabawi. Sawa, nususu za Qur'ani au za maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utakapotakiwa kuamini, basi inatakiwa uwe hivi, la yuqalu lima, usiseme inapotokea qadari miongoni mwa qadari hizi zilizotajwa au nyinginezo, usiseme kwa nini imekuwa hivi. Haitakiwi useme. Sawa? Lima fa'ala Allah kadha, usiseme kwa nini Allah amefanya hivi. Walima qaddara kadha, na kwa nini Allah amekadiria hivi. Walima amara bikadha, na kwa nini ameamrisha kadha. Walima naha an kadha, na kwa nini amekataza kadha. Haitakiwi mwenye kuamini kadari ya Allah sisi. Kinachotakiwa kitokea afanye taslim, akubaliane na kadari ya Allah kama ilivyosema. Qala la yuqalu lima wala kayfa. Al-Imam Ahmad anasema haitakiwi useme kwa nini wala kwa namna gani, imekuwa kuwaje mpaka ikawa. Haitakiwi. Inma huwa al-iman, kinachotakiwa uamini kwamba Allah tayari alikusha likadiria hili na leo ndio siku yake ya kutokea. Wal istislam, baada ya kuwa umeamini hivyo, unyenyekee kwa muktadha wa ile kadari, wa taslim, na unyenyekeze jambo lako kwa kadari ya Allah tabaraka wa taala. Lianna hadhihi at-tasaulat, kwa sababu maswali kama haya ya kusema kwa nini na namna gani, maswali kama haya kad takunu, yawezekana kabisa yakawa nashi'atun
yameanzishwa anil i'tiradat, na mtu kupinga pinga. Chanzo chake ikawa ni ile moyo wa mtu unapinga pinga au kubali. Sawa? Hala Allah tabaraka wa taala, upingaji ambao unampinga Allah tabaraka wa taala ala qadarihi, kwa yale aliyokadiria, ala shar'ihi, na kwa yale aliyowekea sheria, ala amrihi wa nahi, kwa yale ambayo ameamrisha na ameyakataza. Fama alayka illa taslim, haipasi kwako ila kusalimisha jambo hili, kwa sababu una itikadi kwamba yeye Allah tayari ashakadiria na yeye ana hikma katika hili. Sawa sawa, hikma hiyo umejua au hukujua. Sawa jamani? Khasatan fi babil qadar, kunyenyekea na kujisalimisha kwa Allah sana sana katika mlango huu wa qadar. Lianna babal qadari, kwa sababu mlango huu wa qadari, kama yuqalu, kama inavyosemwa na ahlul ilmi, sirrullahi tabaraka wa taala, mlango wa qadari ni siri ya Allah aliyetukuka. Ukianza kufanya bahth katika qadar, wal bahth fi dhati llahi ishraq, kufanya upekuzi wa kutaka kujua undani wa Allah, utaingia kwenye ushirikina. Wewe vile ulivyosema nyenyekea kama hivyo. Sawa? Lile ambalo lipo wazi kujua lijua, lile lililojificha salimu amri. Fama arafa minhu fahmadillah, kile ambacho umekijua katika siri za kadari ya Allah mshukuru Allah. Wama lam ta'rif, kwa yale ambayo huyajui, fama alayka illa taslim, inakutosha wewe kusalimu amri. Sawa? Ama ukijiona mjinga kusalimu amri, kule kusalimu amri ukajiona mimi nitakuwa mjinga, kwa nini niwe mwepesi wa kukubali? Basi hilo unalotaka ndio ujinga. Huo upekuzi unaotaka huo ndio ujinga, na huko kusalimu ndio uelewa. Kwa sababu hakika hujui, hata kama utapekua. Hata ukishahakikisha kwamba hujui, unapekua nini? Fala nzuri, alimul ghaibi fala yudhihiru ala ghaibihi ahada, yeye ni mjuzi wa yale yaliyofichikana, hamdhirishi yale yaliyofichikana yoyote. Nakara fi siyaqi nafi yufidu al-umum, yoyote hawaya hamdhirishi ghaibu yake, illa man irtada min rasuli, ila wale tu walioridhia katika mitume kwa sababu ya kudhihirisha ule utume wao. Iwe kule kujua kwao baadhi ya mambo ya ghaibu, ni kwa sababu ya kutia nguvu utume wao. Wewe ni mtume, wewe nao unapekua ili kiwe nini? Wale walikuwa ni mitume na sababu ni hiyo, na wewe ni kujitia katika utata ambao unaweza kukutia shaka mbaya kwenye imani. Fama alayka illa taslim, kinachotakiwa kwako ni kunyenyekea. La taqul lima, usiseme ni kwa nini wala kaifa, na kwa namna gani imetokea. Inama huwa tasdiqu wal iman biha, kinachotakiwa ni kunyenyekea na kuamini dalili zote zilizokuja kwenye mlango wa qadari kwa muktadha wa dalili hizo. Hii nayo ni nukta muhimu. Unaweza ukaamini, lakini kwa fikira zako na akili yako. Inatakiwa uamini kwa muktadha wa dalili hizo. Dalili hizo zikiwa zinakutia mushkeli, basi wanakutosha wewe wale ambao wale waliofahamu, wewe uwe ni mkia kwao. Usitake lazima na wewe ufahamu. Ufahamu wao unakutosha, kwa sababu wao ni ahlul ilmi, kwa sababu wana tiketi ya kuwa wao ni ahlul ilmi. Ufahamu wao unakutosha. Ama kusema kwamba bwana kila mmoja ana ufahamu wake, ufahamu wako na kila mmoja ana ufahamu wake kwenye mambo yenu ya kawaida, huko huru tabahari katika ufahamu wako. Ama kwenye mambo ya kadari, au utumie ufahamu wako kwenye nususu za kadari, au tufungua mlango ambao mwisho wake hata wewe mwenyewe utajilaumu kwa nini umefungua mlango huu. Hadha alwajib, huu ndio wajib ala almuslim, kwa kila muislamu. وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. na huu ndio mwelekeo
wa ile shahada yako unaosema ninashuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye Allah, na ndio muktadha wa kusema kwako ninashuhudia kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wa Allah, kwa sababu shahada ya la ilaha illa Allah inakusanya kukubali haya. Shahada Muhammadur Rasulullah inakupelekea ukubali, kwa sababu umekubali ni mtume wa Allah. Mtume ametumwa kwako kukwambia yale ya utume, sio yale ya akili ya utume. Na ya utume yanaambatana na utume, hayaambatani na fikra za kibinadamu, kwa sababu utume sio fikra. Sawa? Utume ni ilhamun ilahiyun au wahyun ilahiyun yuhi ala man yasha, ni wahi wa kiuungu ambao anautoa kwa yule anayemtaka kwa lengo la kuongoza watu. Kwa hiyo upana wake, ukubwa wake, uhalisia wake sio anajua nani? Anajua Allah tabaraka. Sawa jamani? Lakini Allah anasema sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Tutawaonyesha uhalisia na ukweli na ule umahia wa aya zetu katika masafa ya mbali na katika nafsi zao mpaka wabainikiwe kweli hii ni haki. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hata msikia yeye la yasma' bi yahudiyun wala nasraniyun thumma la yu'minu bi illa yakunu alayhi shahida yawm al-qiyamah. Asikii kwangu mimi yahudi wala nasara kisha siniamini ila haya niliyosema, haya aliyosikia yatatoa ushahidi kwake kwamba alifikiwa na ujumbe huo. Sasa salama hapo nini? Kupinga au kunyenyekea? Ukipinga ujue utakuja kutoa ushahidi kwamba unajua. Sawa? Salama hapo ni kunyenyekea ili usalimike mbele ya Allah tabaraka wa taala. Annaka mustaslimun lillah, kwa kufanya hivyo utakuwa umejisalimisha kwa Allah, fima ya'muru bihi, kwa yale aliyoyaamrisha, wa yanha anhu, na kwa yale aliyokataza, wa yushari'uhu, na kwa yale aliyowekea sheria, wa fima yuqaddiru alayka, pia utakuwa umejisalimisha kwa yale ambayo ameyakadiria juu yako, min khairin wa sharri, katika ya khairi na katika ya shari. Tuelewana vizuri? Tayeb, hapa amemaliza nukta hiyo al-Imam Ahmad, na Sheikh Rabi katika sheria yake amesherehesha kwa kumaliza nukta hiyo ya tatu katika kitabu hiki Usulu Sunna, nukta ya kuamini qadari ya Allah. Na baada ya hapo inakuja nukta ya 4, wa man lam ya'rif tafsir al-hadith, mtu yoyote ambaye atakuwa fahamu tafsiri ya hadithi, wa yablughu aqlu, akili yake ikawa haiwezani na ile hadithi, kwa maana akili haikubali lakini muda kuwa ni hadithi ya mtume, basi faqad kufi dhalika wa uhkima lahu, itakuwa ametoshezwa na wale waliokuwa wametambua hadithi hiyo, wa uhkima lahu, na yeye itakuwa imehukumiwa hadithi hiyo kwa ajili yake yeye, kwa ule ufahamu wa wale walioifahamu. Haitasemwa eti kwa sababu yeye hajaelewa basi atakuwa na udhuru kwa sababu hajaelewa. Wale walioelewa itakuwa ni ushahidi kwetu. Man alima hujja liman lam ya'lam, mwenye kujua ni hujja kwa wale wasiojua. Ingekuwa udhuru kwa umma mzima, kwa maana kwamba sheria imekuja watu wote hawajaelewa, lakini wanajitia kwamba sielewa kwa sababu nataka lazima uelewe wewe, basi subiri masuala mbele ya Mwenyezi Mungu. Maneno mazuri maneno mazuri. Aliyejua ni hoja kwa asiyokuwa anajua, wewe utaenda kuhukumiwa kwa huyo aliyejua. Kwa nini? Ili kutosha wewe vile alivyojua yeye, iwe ni wewe kufanyia kazi. Kuna mambo mengine jamani, mbona tunafanyia kazi kwa ujuzi wa wale waliojua? Kwa nini upinzani unakuja kwenye kala Allah na kala Rasul? Na maana nyinyi upinzani na Allah na mtume wake. Kama wengine mbona tunakubaliana mambo mangapi? Yule aliyejua akakueleza tu, unapokwenda sokoni unataka kitu fulani, yule anayefunza kwamba hiki kinafanywa hivi na hivi, yale maelezo makavu pia mdomoni unachukua unaenda kufanya kazi kama alivyokuelekeza. Ukienda hospitali daktari anakuelekeza dawa hii utatumia hivi na hivi na hivi, unasalimu hapo.
Kwa nini huko na salimu amri kwenye qala Allah qala Rasul utaki? Inaonekana una dosari wewe, una dosari na Mola wako na una dosari na mtume wako. Wazi eh? Tayeb, sasa hili tutalianza katika darasa lijalo inshallah. Sawa. Inatakiwa ifadhiwe. Basi isome asante itakuwa right. Isoma tu bila kutafsiri. Isoma tu. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadithi wa yablughu 'aqluhu faqad kufi dhalik wa uhkima lahu فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤيا كلها وإن أتى عن الأسماع واستوحش منها المستمع وإنما عليك الإيمان بها وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. ملك vizuri. طيب ifadhiwe hii tuje tusome kesho. Tuje tusome Jumamosi. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadithi au tafsiri juu itakuwa right kuifanya wa yablughu 'aqluhu faqad kufiya dhalik wa uhkima lahu فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها فإن أتي عن الأسماع واستوحش منها المستمع وإن أتي عن الأسماع واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. طيب tutaanza na kijana kama kuna swali masahaba walipouliza baada ya majanga kuwa mengi kwao wakasema anna hadha yatoka wapi sasa? Jawabu la Allah likawa qul huwa min indi anfusikum, wajibu hayo yanayotokea yanatokana na wao wenyewe. Sawa? Naam, yanatokana na matendo yao wao wenyewe. Aiwa panaandikwa utakachokula mwaka huu, kile ulichokadiriwa, kile umri wako sasa kinapitishwa cha mwaka huu. Yani hii kwa sura nyingine unaweza kusema ni nidhamu idari, insaha ta'bir, ni nidhamu za kiilala, kwamba pamoja na kwamba tuna mpangilio mzima wa kuwepo kwetu, lakini kila mwaka kutakuwa kuna mapitisho ya mwaka, bajeti ya mwaka mfano wake. Sawa? Kwa hii hapa inapitishwa ya mwaka mmoja, ukisha mwaka inapitishwa mwaka mwingine, namna hiyo. Wakati tayari shakadiriwa lakini mwaka huu inapitishwa, mwaka huu haya imeshapitishwa. Sawa? Na hii kuomba dua inaondoa kadari na kuomba kadari, kutokuomba ni kadari na kuomba ni kadari, na kila kitu ni kadari. Na hilo swali lako uliuliza pia ni kadari.
Naam. Alhamdulillah. Khairihi wa sharrihi. Hii kupindua wa Misri, kumpindua rais wao ni qadari al-kauni, sio sharti. Ni kadari ya ulimwengu, kwa sababu Allah ameumba ulimwengu na vilivyomo ni kadari, lakini sio qadari shar'i. Qadari shar'i wasimpindue, sheria inataka wasimpindue, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa in akhadha mala wa daraba dhahrak, ikiwa hata kama atachukua mali yako akaupiga mgongo wako, fanya subira. Ikaja maadamu yuqimu fikum as-sala, muda wa kuwa wanasimamisha swala, fanyeni subira. Sawa jamaa? Hiyo ndio kadari ya sheria. Ar-ra'iyya wal-ru'asa, raia na watawala, sheria inataka tufanye subira hatta narau kufran muwa'an indana min Allah ta'ala fihi burhan, mpaka tuone ukafiri wa wazi, ambao ukafiri huo sisi tuna hoja mbele ya Allah kwamba sasa mtawala hili alifanya ni ukafiri wa wazi. Na imetokea amefanya ukafiri wa wazi, watu wakaja juu akataraja na ukafiri wake, wajibu tukae kwenye toa yake, hata kama amechukua mali yetu, hata kama amepiga mgongo wetu, inapasa tulie, kwa sababu kuna madhara mengine. Mamata wa laysa alayhi bai'a mata mitatal jahili, kadari ya sheria. Mwenye kufa hali ya kuwa kwenye mgongo wake hana bai'a hata moja, kifo chake ni kifo cha kijahili. Sawa? Kwa hiyo kawa kila siku mudhaharati, inqilabat, maandamano, mapinduzi. Sasa watu watakuwa hawana mtu wa bai'a. Hao walioandamana wakapindua ni yule wanaomtaka wao. Wamekuja wengine wameandamana wakampindua, kwa hiyo wale waliopinduliwa wale hawatamkubaliwa asije. Mtawasababishia wapi kifo cha kijana. Sawa? Sasa kilicho yule aliyokubaliwa na wote abaki yule. Na wewe ni wajibu umfanyie bai'a. Usipomfanyia bai'a yule aliyopo unakufa kifo cha kijana. Mimi simfanyie bai'a kwa sababu gani? Huyu jamaa anakula mali za umma. Wa idh akhadha malak wadhara dhahara, hata kama akichukua mali yako akapiga mgongo wako, kama ni watu. Hapa ndo ambapo tuna njia panda. Hii ndo njia panda, salafiyun wal khawarij. Sawa jamani? Hii ndo njia panda. Upande wa kulia ni masalafi, upande wa kushoto makhawarij. Sisi wenzenu zamani tulikuwa tukisema kwenye membari hapo, kana fulani tawala fulani zamani. Lakini tulipokuja kukutana na nusus kama hizi tukanyosha mikono. Sisi tunataraji kukutana na Allah tukiwa salama, hatutaki ugomvi, sababu dalili zinasema hivi, basi yale yote kinywa imefunga. Halafu hata hayo tuko na dalili yale fulani laanatullah yale, tuko na dalili ya kuashiria hivi. Hamasa tu, tumehamasishana, tumekutana mtaani, huyu akasema hili, huyu akasema hili, hamasa. Kwa sababu na aya 2 3 nasimama hapa puf. Hatakuwa tuna aya wala hadithi. Tumekuta aya na hadithi, kwa nini usinyenyekee? Ala. Sama nota. Naam. Tumalizie swali. Nchi kama ya kwetu hii, mtawala wake anaitwa Jakaya Mrisho Kikwete, Muislamu. Anasimamisha swala, ni wajibu kama aliyotaka. Na mfahamu taa kwa kiumbe muqayyad, taa kwa kiumbe ni muqayyad. Ama taa kwa Allah na mtume wake ni mutlaqa, atii'u Allah wa atii'u Rasul. Kila aliyosema Allah na mtume ni lazima tutii. Ama taa kwa viumbe inama taa bil ma'ruf, kutii kwenye mambo mema. Sasa muda wa kuwa yupo na jema ni lazima tutii, hata Jakaya Mrisho Kikwete ni lazima tutii muda wa kuwa kwenye wema. Ama kwenye uovu tuna hoja ya kutokutii kwenye uovu. Sawa? Sasa akija bwana, huu mtaro unaweka mbu sana, inabidi mtaro usafishwe, mimi wa kwanza nitachukua chepe nitaenda kusafisha, sababu ni katika wema.
Anasema Mungu hakusema mchana kusafishwa. Sasa hii itakuwa matatizo. Allah amesema inama ta'a, mtume amesema inama ta'a bil ma'ruf. Je, hili ni wema uovu? Wema. Ni katika wema. Sawa. Ama ukisema bwana mimi sikumpigia kura, hiyo ni matatizo yako wewe. Hiyo ni matatizo yako wewe na chama chako. Sio matatizo ya sheria. Sheria tayari shakubali, muda uko tayari yupo na ni Muislam na anafanya ibada ya swala kama nota. Fil ma'ruf. Fil ma'ruf. Inama ta'a bil ma'ruf. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alaihi wa sallam.